Askari wa Israeli aliyepiga sanamu ya Yesu kwa nyundo huko Lebanon na mwanajeshi aliyepiga picha ya tukio hilo watashikiliwa kwa siku 30 kijeshi. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF limesema. IDF pia imesema wanajeshi hao wawili ambao hawajatajwa majina wataondolewa kazini kufuatia uchunguzi. Wanajeshi wengine 6 waliokuwa katika eneo la tukio na kushindwa kuingilia kati au kuripoti tukio hilo watashughulikiwa tofauti, IDF imeongeza. Tukio hilo limetokea katika kijiji cha Debeli kusini mwa Lebanon, limesababisha kulaaniwa sana baada ya picha yake kusambazwa sana mitandaoni wiki hii. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema ameshangazwa na kusikitishwa na kilichotokea. Katika taarifa yake siku ya jana Jumanne, Aprili 21, 2026, IDF ilisema uchunguzi kuhusu tukio hilo umebaini kuwa mwenendo wa wanajeshi hao ulikuwa kinyume kabisa na maagizo na maadili ya IDF na kuelezea kuwa wana majuto makubwa juu ya tukio hilo. Pia wanajeshi wa IDF wamebadilisha sanamu iliyoharibiwa kwa uratibu kamili na jamii ya wenyeji muda mfupi uliopita. Imesisitiza kwamba shughuli zake nchini Lebanon zimeelekezwa pekee dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani na makundi mengine ya kigaidi na si dhidi ya raia wa Lebanon. Wakazi wa eneo hilo walisema sanamu hiyo ilikuwa juu ya msalaba nje ya nyumba ya familia pembezoni mwa Debel, mojawapo ya vijiji vichache ambapo wakazi wamebaki wakati wa vita vya Israeli na Hezbollah. Mkuu wa kutaniko la Debeli, Padri Fadi Fleifel, ameviambia vyombo vya habari baada ya tukio hilo, tunakataa kabisa unajisi wa msalaba, nembo yetu takatifu na nembo zote za kidini, kwani hii inapingana na tamko la haki za binadamu na haionyeshi ustaarabu. Miongoni mwa wale waliolaani tukio hilo ni balozi wa Marekani nchini Israeli Mike Huckabee, mwakilishi wa mshirika muhimu zaidi wa Israeli, ambaye alitoa wito wa matokeo ya haraka, makali na ya umma kufuatia kitendo hicho cha kutisha. Netanyahu ameelezea majuto yake juu ya tukio hilo na kwa madhara yoyote ambayo limewasababishia waumini nchini Lebanon na kote ulimwenguni. Maelfu ya wanajeshi wa Israeli wameendelea kuteka eneo kubwa la kusini mwa Lebanon baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kuanza kutumika kati ya Israeli na Lebanon. Hezbollah ilianza kufyatua makombora dhidi ya Israeli kuunga mkono Irani siku 2 baada ya Israeli na Marekani kuanzisha vita dhidi ya Tehran tarehe 28 Februari mwaka huu 2026.